Naam, karibu tena mtazamaji. Zaidi ya watuhumiwa 100 walifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wa Kisitu wakishtakiwa kwa kosa la uhaini kufuatia maandamano yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa kura za mwezi jana nchini Tanzania. Hatua hii inajiri huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kueleza wasiwasi wake kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya usalama na matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 29 yenye utata. Mwanahabari wetu Marion Baraza anatuletea maelezo kamili. Jeshi la polisi nchini Tanzania limetoa orodha ya watu 10 wanaosakwa kwa ajili ya kuhojiwa katika vituo vya polisi vilivyo karibu nao kuhusiana na fujo zilizotokea katika uchaguzi wa Oktoba 29 katika miji mikuu na mikoa nchini Tanzania. Watu hao ni Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Mashumu Maximilian Kadutu, Diogratius Cosmas Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton na Awad Kampuni. Vyombo vya ulinzi na usalama vimewatuhumu watu waliotajwa kuwa na nia ya kukwamisha uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa lengo la kumtishia mtendaji wa Jamhuri ya Tanzania na kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania Jennifer Jovene ndiye mshtakiwa pekee anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini baada ya kuwahimiza waandamanaji kununua barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi ya polisi siku chache kabla ya kupiga kura. Kwa sasa zaidi ya wafungwa 150 wamefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi wa Kisitu jijini Dar es Salaam kwa makosa ya uhaini. Iwapo watapatikana na hatia, hukumu yake ni kifo. Hata hivyo, nchini Tanzania, wengi wa wale ambao waliohukumiwa kifo hatimaye wanaweza kubadilishwa kifungo cha maisha gerezani. We have made presentations challenging the validity of the charge sheet. The prosecution have asked for time to come and rebut our presentation, so we'll reconvene again on the 11th of November 2025. Kufuatia mashtaka hayo ya uhaini, washtakiwa hawatatakiwa kujibu chochote, kwani uhaini kawaida ni kosa lisilo na dhamana nchini Tanzania, kumaanisha kuwa wataendelea kukaa mahabusu hadi itakaposikizwa tena kesi hiyo Novemba 19. Naam, ni taarifa ya Marion Baraza ambayo imetiwa sauti na mhariri Ali Manzo. Utaruhusu mtazamaji nipate angalau tama la maji, nitarejea baadaye na taarifa za michezo.